Mm. Na hakuna asubuhi mbaya, hakuna asubuhi nzuri. Mara nyingi nimesikia watu hata tukiwa kule kwa kazi, mtu anagongwa na kitu ama anateresa, anasema ya kwamba kwani nilianguka na mguu gani? Hakuna kitu ya mguu, aidha ulianguka na mguu wa kushoto ama wa kulia. Mungu akiwa kule mbele, kwani anatawaliwa na vile umeanguka? Atawali na miguu na mikono. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo namshukuru Mungu. Yaani mimi niko na hiyo ushuhuda ya kwamba itategemea na njia kabisa. Wewe utasema jina lako. Mimi najihubiria kwamba itategemea na njia. Yes. Amen. Kwa sababu siwezi kuwa ati Mungu ananihifadhi, lakini mimi kila wakati natafuta vile nitajichafua na matope. Talimeni kuwa mchafu na Mungu atalimeni kuwa mtakatifu. Wakati unajichafua au chafui Mungu. Nasikia mara nyingi sana comments nyingi sana ninasikia ya kwamba ati wewe ukienda ujisanganye na huko ati unaharibu jina la pastor. No. Maandiko yanasema ya kwamba Baba atahukumiwa ni kwa sababu ya dhambi ya mtoto, na mtoto atahukumiwa ni kwa sababu ya dhambi ya. Yaani kila mtu atahukumiwa kwa sababu ya dhambi zake. Na hiyo ndio msimamo wa pastor wewe kabisa. Mimi sitahukumiwa ni kwa sababu ya dhambi za watoto wangu. Sitahukumiwa ni kwa sababu ya dhambi ya mke wangu. Kabisa. Andiko anasema ya kwamba tutakuwa wawili, mmoja aende, mmoja abaki. Ndio napenda Mungu ya kwamba Mungu si wa kusanganyika. Ati kwa sababu ati tuko hapa tujisanganya ati tunauawa sote. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hivyo ukijisanganya usiseme hapa ati kanisa litaaibika kwa sababu yako. No, litaelimini. Hata ukijichafua namna gani. Hata ingawa kanisa linamaanisha mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo utachafuka. Na wale wanafikiria kanisa ni mjengo, basi wewe ukijichafua, hii mbili itabaki ikiwa safi. Siwaangalie vile. Wewe kama umejipaka matope huko nje, ukikuja kanisani unakuta ya kwamba kanisa hakuna mahali pa kuna matope. Kwa hivyo ukijichafua, wewe unajichafua. Ukijitengeneza ni akoni. Hakuna faida pasa anapata, hakuna faida kanisa linapata. Is upon you. Amen. Na hapo ndipo tunaelekea. Mimi naamini ya kwamba mtaenda hivi mpaka muelewe imani na msimamo wa mchungaji wenu. Kama saa hii, kama umefuta hili, ninaupiga. Mara nyingi sana wengi hawajuangi wakati ninaanza kuhubiri na hata wakati wa kumalizia. Na ndio sasa nilisema ya kwamba Mungu anisaidie. Nitakuwa nikisukua dei nyingi. Saa nyingi kabisa. Mpaka mtu yule anjawahi futa hili, afute hili. Hata ukiamuka kutoa ushuhuda, hata ukiamuka kupreach, hata ukiamuka kuimba, hata ukiamuka kuongoza maombezi, unaelewa msimamo ni gani. Yesu asifiwe sana. Sababu siku nyingine nikasema ya kwamba ukisimama hapa hata kama wewe ni international singer, alafu tuambie tusimame na tupige shangwe na vigelegele, alafu uanze kutuongoza ati Setani nitakusema, nikiwa karibu na wewe nitakupigia simu. Mara moja nikwambia kwamba imagine vile unavyoimba ni kinyume sa neno la Mungu. Neno la Mungu linasema ya kwamba shetani ndiye mstaki wa ndugu. Wewe si ndugu. Wale ambao wameitwa na kule nje na umeingia katika Kristo, nawe unajishukua wewe ndiye shetani ati sisi ndio tutaenda
Nani accuser? Katikati yako na shetani nani accuser? Devil is accuser. So ni vibaya sana kuchukua position ya shetani bila kuelewa, alafu unachukua ni wewe. Shetani si wewe unastahili kwenda kustakiwa. Unajua sasa nakuangusha wale ambao mmekuja sasa muwe kanisani. Unajua unaweza kuwa hapa na huko hapa. Ndio hiyo ninatafuta sasa. Toka katika tofauti sana huko kwenu. Ingia kanisani. Ingia katika madhabahu, ingia katika nyumba ya Mungu. Yaani Shetani ndiye mstaki wa Christians. Wacha niongee hivyo sababu wengi hawajui wakati neno la Mungu linasema ndugu ni nani. Yaani Shetani ndiye mstaki wa nani? Wa Christian. Correct. Lakini na wewe bila kuelewa neno la Mungu unakuja unatuambia Shetani nitakusema. Wapendwa, itikieni kwa nguvu. Siitiki kwa nguvu. Kwa nini ni kuenjoy? Kwa nini kufurahisha na ni dharau Mungu wangu? Sababu wakati tunaimba tunastahili kusupport neno la Mungu. Sawa? Waimbaji mko. Wakati unapo praise, hata wakati unapo worship, maneno yako yanatakikana kuwa yakisapotiwa na neno hili la Mungu. Na kama basi ujui neno la Mungu kwa hatarini ikiwa unaabudu. Sababu kila kitu usingi wake ni neno. Maombezi neno la Mungu. By the way, maombi yote unaomba bila kuquote neno la Mungu. Tena utalijua wapi na usima wewe ulikuwa ever busy. Biblia hata ukuangi nayo. Tena hata kusoma huwezi soma hata ya nini. Lazima maombezi yako yawe yanasaputiwa na neno. Lazima kuimba kwako kuwe kumesaputiwa na neno. Ushuhuda wako unasaputiwa na neno. Everything. Kila kitu. Kwa hivyo ukienda mahali utachokesa watu. Watashangaa wewe umetoka kanisa gani? Sababu hata kuomba kwako na kuimba kwako na kuosha kwako na vile unaambia. Hakuna mahali inatafutwa kwa Biblia inapatikana. Now, neno la Mungu kuadhimisha. Ambia mwenzako pastor anaendelea na mahubiri sasa. Sioni mkiambia pastor anaendelea na mahubiri. Namba ile utaambia mtu hivi aje, na kama umekuja tu na hata msalimia. Utaanza na unajua hii Tanzania, unajua jamaa amejua kitu cha gasa sana pale kwa kijiji zetu. Anakuja kutoka kazini. Ako na matunda. Atuzalimi na jamaa wanajua kuenjoy, wanafanya hivi. Si ndio? Sababu wewe hauna knowledge ya marketing. Inaitwa marketing. Na nikasema ya kwamba munisaidiane bwana. Ukiingia Gemoni si ndio? Unanisaidia. Si ndio mama? Unaona? Sababu hatutoshani ni kama hivi vidole. Kuna kale kalevu na fupi. Na hapo mafupi yake kama njoki yake. So mahali unasikia nikikuwa makubwa unanikuwa mu. No. Bench. Unaona? Mhubiri na mtu wa biashara wako na kitu kimoja ili common. Na nimekuwa nikiambia watu sana hata kule nje. Sema mhubiri. Na huyo anaitwa mtu wa biashara wako na kitu kimoja ili common. Wale wako na hii five common sense. Ni watu wanajua kucommunicate. Sema mawasiliano. Na mawasiliano ya kwanza ni habari yako. Yes. Hapa nimekuja kuleta habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Unaona, unatengeneza ile nafsi iweze kukupokea na ipokee kile umeleta.
Lakini sasa tukujia hapa na nyama ya mbuzi ama ya kuku. Alafu tuamchukue. Amen. Ati tuone hiyo miguu ya kuku ile imeanzia. Unavirwa eh? Kwani una mdomo? Sima hizo kitu. Hata mimi mwenyewe nikikuja hapa mhubiri wenu na niwaambie nauliza pasta, kwani leo amekuwa Amechizi. Okay, hiyo ni shame. Amekuwa Amechizi. Unajua hilo neno liko wapi? Unaona hiyo umetamka iko kwa Biblia. Fungua pamoja nami katika Mathayo 12:22. Yaani wewe unataka kufanya kitu kile Mungu hajakufanya, wewe unakuja kujifanya. Na ujui kuna watu walizaliwa hivi kwamba si pretenders. Unajua hiyo ni dhambi kujifanya vile Mungu hakukuumba. 12:22 Bwana. Tungekuwa tumemaliza hiyo message iko hapo. Nimewaambia mimi hata watu wanaendelea tu kukulicha. Wewe usipokufuatilia, lakini nakuombea Roho Mtakatifu wa Mungu akusaidie. Mathayo 12:22 huo mstari peke yake. Wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo. Nani huyo ameletewa? Yesu akaletewa mtu mwenye pepo. Pepo hiyo inampeleka namna gani? Kipofu. Ndivyo ametaja Mama Dani huku sikia kitamka hiyo wapi? Amesema Kipofu. Ati mtu unaonyesha vitu hivi ni kama wewe ni bubu. Hujataja hiyo kitu. Na si ndio hiyo sasa. Kwa hivyo tunaendelea kuishi. Ni mtu alikuwa na pepo. Kwa hivyo kuna mwanadamu anajifanya ako na pepo. Wao Mungu alipomleta hapa duniani alimleta akiwa super. Akiwa ana demoni hata moja. Sema pretend. Na kwa pia kuna kitu kibaya kama kujifanya vile hauko. Ndio mwenzako unaona hiyo ni dhambi pia ya kujifanya hauko. Kama sasa unajionyesha vile uko serious na ni jambo tu unakuja mwenzako. Ndani yako uko na furaha. Lakini unajifanya vile uko ever serious. Lakini ni vile tu tukigonga hiyo kuta tutasema yes. No, ulikuwa umefanya namna gani? Kujifanya vile hauko. Sawa. Sasa yule mtu anafanya hivi anajifanya aje? Wakati unaonyesha baadaye useme mikate wapendwa, hapa kuna mikate baadaye ya shilingi 65 nauza shilingi 5 nimekukatia mpendo. Enda upelekee familia yako. Hata ukitaka kukulia hapa iko sawa. Iko very soft, iko na sukari. Sio kapembe mingi. Sasa ukikuonyesha mikate hivi, what do you mean? Tuikule kwa nguvu kama unatupatia nguvu. Yaani wewe wa upeani mdomo ni ya nini? Kwa hivyo ni kupretend, unapretend wewe ni haya muongei bwana. Wewe unapretend wewe ni nini? Wewe si bubu. Mungu awabariki sana mnakuja wakati kidogo mko karibu kuisha. Tuko diriki. Baada tuko diriki sasa. Leo kwa hiyo jifiksi kwa mtu ambaye tulianza na yeye ndio at least akupatie. Lakini imagine ukibanana na mtu yule amekuja sana. Unajua tuko kwa hiyo message. Ambie mwenzako ni hatari sana ukibanana na mtu amekuja saa hii. Yaani wewe uko flat kama vile ako flat kwa sababu amefika saa hii. Kiulizwa Njiro tunasema nini? Tuko sawa. Na same na yule amekuja sana.
Ndio tunasema nini? Umekunja saa hii. Uone mtu kupambana na yeye. Tunasema nini? Na mtu yule alikuja saa hii na yule alikuja kitabu na amehubiriwa na basa kitu 30 minutes, lakini akiulizwa swali anajibu sawa sawa na mtu amefika saa hii. Si ndio sasa? Ndiye mtumishi wa Mungu. Hiyo ndio Teacher John siwezi nikamuuliza kwa nini amekuja tukiwa tumefikiza kwa. Si unaona? Kanyine kimuuliza ataniambia pastor, pengine hasa niendelee na kufollow sababu nimefika saa hii. Imagine nikiuliza huyu aniambia hata yeye ni hivyo hivyo, hata yako frat. Niambieni, message iko hapo. That is the message. Hebu jaribu kusema enyewe pastor, pengine urudi. Ulikuja mapema kufanya nini pastor? Ikiwa wewe umekuja time ile pastor alianza kuhubiri na ametumia 30 minutes, ukiwa hapo tu ukisikiza, alafu ukiulizwa Njiro, mchungaji amefika wapi, useme ya kwamba pastor endelea tu preach, niende na kukufuatilia, you are very okay. Tofauti yako na yule amekuja saa 7 ikiwa imepakisha ni gani? Naona wengi mnacheka tu, ni gani? Jihurumie. Hapo ndipo tuko sasa. Church ya today. Mimi kila ninachofundisha kila ulianza ni kuwa neno linabadilisha. Halafu pia wakati huyu mtu aliletwa kwa Yesu alikuwa na pepo. Alikuwa na pepo gani? Alikuwa na pepo mchafu. Ni kuwa unaona sasa hii anzeni kufollow sasa. Unaona lakini unajifanya uone. Halafu pia itakuwa acha mtu ako na kitu anakuja kuuza na anakuonyesha hakamuki. Anajifananisha na nani? Na bubu. Na yeye si bubu. Yaani ni kama anaelezea neighbors, yeye alizaliwa hivyo kama vile bubu alizaliwa akiwa aongei na yeye anaongea. Correct. Si tupigie mtumishi wa Mungu makofi. Kwa hiyo mara nyingi mwanadamu anaweza jifanya na si vile Mungu alivyo. Mungu alikuumba ukiwa sawa, lakini kwa hapa duniani ukajichagulia kanuni yako, ukajichagulia njia ya mkato. Wewe unaishi kama uko na pepo, wewe hauna pepo. Yaani wewe unafanana na yule mtu aliyezaliwa kwa Mathayo 12:20. Unafanana na mtu ambaye alizaliwa akiwa aongei na asikii. Ni mambo mawili gani na gani mama? Kwa nini sasa usifanane na kazi yule aliyefika sasa? Very dangerous. Ndio church hii. Kama nitakuuliza swali na lianza kuhubiri tukiwa na wewe moja kwa moja. Si mama Nancy ameniita ukiwa na nikaanza. Lakini sasa nikikuuliza nimefika wapi, uniambie kama vile natarajia Benjamin anijibu. Ulikuja mapema kufanya nini? Ready ananiambia tu. Atasiku? Sasa hiyo ndio tunahitaji Mungu atukomboe. Kama utafanana na mtu ambaye kama wewe unajidanganya unaona na unafanana na mtu kabisa alitoka tumboni ya mama yake akiwa kipofu, uko
uko hatarini. Ikiwa wewe uko na mdomo na Mungu amekufanya mtu ambaye ni wa kunena, wewe uongeangi, unafanana na mtu ambaye kabisa alizaliwa akiwa na pepo ya kutoongea, uko hatarini. Endelea tu na kwenda kanisani, lakini uko hatarini. Tumefika wapi? Message ni swali nauliza sasa direct. Wacha kusoma sasa. Hiyo tunaelezea. Tumefika wapi sasa? What is the difference between Jiro amekuja saa 6 na Angelo alikuja saa 2. Yes. Hapo ndipo hatari ile iko na chachi ya today. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba niliwaambia hapa atukuje kujaza kanisa. No. Tunakuja tutafute kufanya mapenzi ya Mungu. Na hiyo mapenzi ya Mungu ni kwamba mahali alitukuta akatung'oa. Tuonesane utofauti. Na ndio Yesu aliangalia Mafarisayo na Masadukayo. Akawaambia ole wenu nyinyi. Kwa sababu gani? Nyinyi ni vipofu. Lakini kwa sababu mnajijaza ya kwamba nyinyi mnaonana, wao hamuoni. Shida iko juu yetu. Amen. Yaani Mafarisayo na Masadukayo wanapingana na Yesu, ni kama yaani wanamuonyesha wao wanaonana sana. Wao Yesu akiwaangalia katika ulimwengu wa kiroho ni vipofu, na hawajawahi kukubaliana na Mungu ya kwamba ni vipofu, ili waondolewe hiyo pepo ya upofu waweze kuona sawa sawa. Tabia mwenzangu pasta anasema hapo ndipo chachi ilivyo safi. Hiyo ilivyo safi. Hata usipomwambia maiki iko wanasikia mpaka majirani. Chachi iko. Tunahitaji kukomboza. Wanakulia shukaji wanakulia shukaji anga pasta nani, lakini unless Mungu aingilie kati kwa njia hiyo ya kufutiwa na maombezi ambayo hayana mchezo. Ni kupapasa. Ndio Yesu anasema ya kwamba siku za mwisho wengi wataniita Bwana, nami nitawaambia siwajui. Wajaribu kuweka kunjikasa, waseme ya kwamba Bwana unasema utunjui na mwana gani, na vile tulifanya miujiza pale duniani kwa jina lako. Awaambieni sikuwaona. Na mimi hiyo ndio inanishangaza, ikiwa ati Yesu siku hizo zote nimehubiri hapa kabisa, ati awe haja waini na haja waini sikia. Ambie mwenzangu hiyo ni hatari hata kuliko ya maroli mbili ikiwa imegonga. Hatari sana. Ikiwa wewe unajidanganya unakuwa umeokoka, Yesu ni Bwana ni kimbilio, hata Yesu akikuja sasa tunaenda na yeye. Na yeye ukienda akwambia kwamba mimi hata kukuona hivi hata sekunde moja ya siku zako hata kukuziki. Unajaribu kumwambia Bwana na vile natoanga kwa jaji, anakuambia si ndio, nakwambia sijawahi kuona hata ukitoa. Jua hata ukitoa unatoa ukinukunika. Kwa hivyo anakuhesabia sababu hata wakati umetoa unapora hiyo sadaka hapa kwa hapa. Unjue ya kwamba pastor anakurapa namna gani. So Roho Mtakatifu anatuhesabu. Juzi nilitolea ushuhuda na rafiki yangu hapo pale Ranga kutoa hiyo, na hapo akaniambia kwamba pastor uombee kanisa sana, ni kwa sababu Sunday kuna mzee alikuwa